Asifiwe Bwana Yesu. Amen. Sasa nichukue nafasi tena kukukaribisha katika ibada zetu za siku ya leo. Unaweza kupata nafasi ya kuketi. Umebarikiwa sana katika jina la Yesu. Tunamshukuru Mungu tena kwa nafasi nyingine ambayo ametupatia ya kuweza kupatikana katika kipindi hiki cha kuelimishwa na neno la Mungu. Popote unapotazama ukiwa tunasema karibu, tunapoenda barikiwa pamoja katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Basi tunamshukuru Mungu kwa vipindi ambavyo tumekuwa navyo kuanzia asubuhi. Tunamrudishia Bwana shukrani na utukufu kwa kweli mwema katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. So nichukue nafasi tunapoingia katika kipindi kingine cha maombi katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Tunapoingia katika kipindi kingine cha maombi, tulianza kuongea kuhusu roho ya kunyamazisha. Sema roho ya kunyamazisha. Iloko nilisema kwa jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Sema kila roho inayotafuta kuninyamazisha haitafaulu, 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 haitafaulu. Wanaofanya bidii kuninyamazisha hamtafaulu, hamtafaulu, hamtafaulu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema amen. Basi kuna roho ambazo hufanya mpangilio ya kunyamazisha watu. Zipo roho za kunyamazisha watu. Na siku ya Jumapili tuliweza na tukaangalia tukaona ya kwamba walifanya bidii kunyamazisha mitume ili sauti zao zisisikike. Sauti yako inapaswa kusikika. Sauti ya maisha yako, sauti ya huduma inapaswa kusikika. Unaweza kuwako lakini haujulikani upo. Unaweza kuwako lakini hauyuko. Ni wewe unajua upo, lakini watu hawajui upo kwa sababu umezimwa ama umefunikwa, usijulikane katika jina la Yesu. Na tukaona ya kwamba Balaki alihisi vibaya jinsi ambavyo wana wa Israeli walikuwa sawa, akawaogopa. Na katika kule kuwaogopa akaona watu wanafanya vizuri na wanaendelea vizuri. Mpango wake ukawa ni mmoja, hawa watu nitawazima ili niwashinde. Akaanza kuweka mikakati ya kuhakikisha anazima wana wa Israeli. Akatafuta mtu wa kuwalaani, wa kuwamaliza nguvu, ndio wasiendelee kukua vile walikuwako, wasiendelee kufanya vizuri. Katika kitabu cha Kutoka tunaona pia mfalme asiyemjua Yusufu aliinuka, na alipoinuka akaona wana wa Israeli wanafanya vyema, wanafanya vizuri, ikamsumbua. Akatafuta njama ya kuhakikisha anawazima. Yaani kila mara wasiotaka ufanye vizuri, wasiotaka uendelee, wanaohisi vibaya ukifanya vizuri, wanaohisi vibaya unapoendelea vizuri, wao huanza kutafuta namna
ya kukunyamazisha, kukunyamazisha kibiashara, kukunyamazisha kimaisha. Unaweza kunyamazishwa katika hali nyingi ili usifanye vizuri, na kwa sababu tuko katika dunia hii tunapaswa kukataana kabisa na roho ya kutunyamazisha kibiashara, kimaisha, kikazi ama katika mambo yale mengine yote, maana lazima ufanye vizuri. Na dunia hii wengi hawataki ufanye vizuri. Watu wengi hawataki uendelee vizuri. Watu wengi hawataki kusikia ripoti nzuri kukuhusu. Watu wengi hawataki kusikia mema kukuhusu. Hawataki kusikia umenunua gari, hawataki kusikia umeolewa, hawataki kusikia umeoa, hawataki kusikia biashara inapanuka, hawataki kusikia umepata kazi, hawataki kusikia unafanya vizuri. Wengi wakipata hizi ripoti huanza mara moja kuweka mikakati ya kukunyamazisha ili yale mazuri yasiendelee. Lakini tuko hapa kutangaza kila roho ya kutunyamazisha haitafaulu kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe. Kuna njia nyingi ya kusababisha watu wawache kufanya kenye wanafanya ama wanyamaze. Huwa tunaona pia serikali zinakuaga pia na mbinu ya kunyamazisha. Wakati serikali inaona mwanasiasa fulani amekuja sana na nikana kwamba anapea serikali changamoto, wao hutumia mbinu ya kujaribu kumnyamazisha. Wakati wanasiasa wanashindania kiti kimoja, akiona mwenzake nikana kwamba atamweza, anaanza kutumia mbinu za kumnyamazisha, anaanza kumtishia maisha, anaanza kufanya vitu za kumsababisha anyamaze. Wakati mtu anaona ameshindwa kukufikia, ameshindwa kufanya kenye unafanya, anaanza kuweka mbinu ya kukunyamazisha. Lakini tuko hapa kutangaza mbinu zote za kukunyamazisha hazitafaulu katika jina la Yesu. Mbinu zote za kukunyamazisha kibiashara hazitafaulu. Mbinu zote za kukunyamazisha kimaisha hazitafaulu katika jina la Yesu. Maana aliye upande wako ni mkuu kushinda wanaotafuta kukunyamazisha. Huduma yako haitanyamazishwa kwa jina la Yesu. Kazi yako haitanyamazishwa kwa jina la Yesu. Hawatafaulu kufanya hivyo. Sema amen. Shughulikia hiyo kitu uligusa tafadhali. Hiyo sauti mbaya. Jaribu kushughulikia hiyo kitu inachilia. Yenye inasababisha tu iachilie. Sauti iko sawa, but kuna kitu inatokezea ulikuwa umeshika. Bwana asifiwe. Leo tunataka tujifunze na kijana anaitwa Yusufu. Sema Yusufu. Nataka tujifunze na Yusufu leo jinsi ambavyo walifanya bidii kumnyamazisha. Kumbuka hawa wote ambao tunaona wakijaribu kunyamazisha watu kwa Biblia hawakufanikiwa kuwanyamazisha. Bwana asifiwe. Hawakufanikiwa kuwanyamazisha. Walijaribu tu kufanya mipangilio yao, lakini hawakufanikiwa. Na vile ambavyo hawakufanikiwa, vivyo hivyo hawatafanikiwa juu yako. Nasema vivyo hivyo hawatafanikiwa juu yako. Mbinu yoyote ya kukuzima kibiashara, ya kukunyamazisha haitafanya kazi, haitafaulu kwa jina la Yesu. Kitabu cha Mwanzo 37 kuanzia pale 1 tunaweza soma pale tuone vile ambavyo watu wakishindwa, wakiona unafanya vizuri kuwashinda, wakiona unaendelea vizuri kuwashinda, ni nini wanaanza kufanya ili waweze kukunyamazisha katika jina la Yesu Kristo. Biblia inasema kisha kitabu ni kile cha Kutoka 37. Amen. 37 Kutoka. Umefika pale. Biblia inasema Yakobo akakaa katika nchi aliyosafiri baba yake, katika nchi ya Kanaani. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akichunga kondoo pamoja na ndugu zake, naye alikuwa kijana pamoja na wana wa Bilha
na wana wa Zilpa wake wa baba yake. Yusufu akamletea baba yao habari zao mbaya. Basi Israeli akampenda Yusufu. Nambari ya kwanza tunaona kwa Yusufu ni nini? Jambo la kwanza tunaona kwa Yusufu ni nini? Baba yake akampenda. Baba yake akafanya nini? Akampenda. Baba yake akampenda kuliko wanao wote, maana ni mwana wa uzee wake. Bwana asifiwe. Akamfanyia kanzu ndefu. Jambo lingine ni nini? Akamfanyia kanzu ndefu. Mstari wa 4, ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zao wote, wakamchukia wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mambo mazuri ambayo yameweza kutendekea Yusufu, yameweza kutendeka kwa maisha ya Yusufu. Yameweza kutendeka kwa maisha ya Yusufu, ndiyo tunaweza kuyaona katika jina la Yesu Kristo. Na tunaona ya kwamba yale mambo ambayo yalimtendekea ndiyo yaliyoleta shida. Yale mambo ambayo yalimtendekea ndiyo yalimletea shida Yusufu katika jina la Yesu Kristo. Ndiyo iliyomtatiza Yusufu katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Rudisha Jack. Unafanya vitu zingine hapa. So tunaona vitu ambavyo Yusufu alipendwa. Kupendwa kwa Yusufu ndiko kulileta shida, na kufanya vizuri kwa Yusufu ndio kulifanya nini? Ndiko kulileta shida katika maisha yake. Kwa nini umeweka speaker zipo? Wachana na Tobias afanye kazi peke yake. Weka chini. Maana unaleta vitu tofauti. Achana na Tobias afanye. Tafadhali, achana na Tobias afanye. Kaeni chini kwanza. Amen. Kwa sababu ya vile vitu ambavyo baba alimfanyia nani? Yusufu. Ndivyo vimefanya nini? Ndivyo vimeanza kuleta shida kwa ndugu zake. Ndugu zake wakawa sasa hawawezi wakastahimili, hawahisi vizuri kwa sababu ya vitu ambavyo Yusufu amefanyiwa na baba yake. Na mpendwa, unapaswa uelewe ya kwamba si kwa sababu Yusufu aliwakosea, na si kwa sababu Yusufu alifanya makosa, ni kwa sababu kizuri ambacho kilimtendekea Yusufu, kuna watu ambao hawakutaka imtendekee. Ndugu zake hawakutaka Yusufu apendwe. Ndugu zake hawakutaka Yusufu afanyiwe mambo mazuri. Ndugu zake walihisi vibaya kwa sababu Yusufu amependwa. Ndugu zake walihisi vibaya kwa sababu baba yake amemshonea kanzu. Ndugu zake hawakufurahia. Wapendwa, hata siku ya leo tuko na hii shida. Watu hawafurahii wakati wengine wanafanya vizuri. Watu hawafurahii wakati biashara ya yule mwingine inafanya vizuri, wengine hawafurahii. Watu hawafurahii wakati wanasikia mambo mazuri yamemtokezea fulani. Leo hii ripoti zako nzuri ndizo zinasumbua watu. Leo hii ripoti zako mbaya ndizo zinafurahisha watu. Watu wakisikia mabaya kukuhusu, mioyo yao inafurahia, moyo yao inasikia vizuri. Wakisikia biashara yako iko na shida, furaha yao iko hapo. Wakisikia unataka kufutwa kazi, furaha yao iko hapo. Wakisikia wewe ni mgonjwa, furaha yao iko hapo. Wakisikia haufanyi vizuri, furaha yao iko hapo. Wanadamu wa sasa wanajitakia wenyewe, lakini hawataki wengine wafanye vizuri. Wakisikia ya kwamba biashara yake imeongezeka, wanahisi vibaya. Wakisikia unafanya vizuri, wanahisi vibaya. Wakisikia unaendelea vizuri, wanahisi vibaya. Wakisikia umependelewa, wanahisi vibaya. Wakisikia chochote kizuri kukuhusu ndicho kinasumbua wanadamu.
Na hawa ni ndugu zake Yusufu, wako karibu na Yusufu. Hawa ni ndugu zake, walipaswa kuhisi vizuri, walipaswa kusikia vizuri, kwa sababu ndugu yao mdogo anapendwa, kwa sababu baba anapenda ndugu yake, mtoto yake mdogo. Na sisi ni wakubwa, lakini haikuwaletea furaha. Na hivyo shida pia tuko nayo kwa wale wanaokujua, ndio hawasikii vizuri mazuri yako yakiwako. Wale walio karibu na wewe ndio hawakutakii mazuri. Wale walio karibu na wewe hawataki kusikia vizuri kukuhusu. Wakisikia mtoto yako ameenda ng'ambo, inawasumbua. Wakisikia umejenga, inawasumbua. Yani ripoti nzuri zako zikiwafikia walio karibu na wewe, ndizo zinawasumbua. Ukisoma Biblia utapata ya kwamba wale wote walisumbuka na ripoti nzuri za wengine ni wale waliokuwa karibu, sio wale ambao walikuwa mbali. Leo hii kuna sika vibaya, hata mchungaji akifanya vizuri, wachungaji wenzake watainuka kinyume na yeye. Ni wao watainuka kumuongea vibaya, ni wao watainuka kumpiga. Leo kukusikika mchungaji fulani kanisa lake limefanyika hivi na hivi, wengi wanafurahia hiyo, na wote wako kwa wanamuhubiri Yesu. Lakini leo imekuwa hata furaha ya baadhi ya wachungaji wanaposikia ripoti mbaya tu za watu inawafurahisha. Wanaposikia ya kwamba yule mchungaji anafanya vizuri, inasumbua mioyo yao. Na ndio maana nimekuja kutangaza, kila roho ya kukunyamazisha kwa sababu unafanya vizuri haitafaulu kwa jina la Yesu. Kila roho ya kunyamazisha boma yenu kwa sababu mnafanya vizuri haitafaulu katika jina la Yesu. Wanaofanya bidii msiendelee vizuri washindwe kwa jina la Yesu. Mikakati yao ishindwe, mbinu zao zishindwe. Natangaza kwa jina la Yesu, hawatafanikiwa kukunyamazisha, hawatafanikiwa kunyamazisha ndugu zako, hawatafanikiwa kunyamazisha kwenu, hawatafanikiwa kwa jina la Yesu. Kibiashara watakunyamazisha, kibiashara wataweza, kihuduma wataweza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Sema naendelea. Na kuombea uendelee katika jina la Yesu. Na kuombea uongezeke katika jina la Yesu. Na kuombea uongezeke katika jina la Yesu. Uongezeke katika mambo yako yote. Uongezeke kibiashara, uongezeke kiafya. Ufurahie afya bora katika jina la Yesu. Nasema ufurahie afya bora katika jina la Yesu. Ufurahie faida ya biashara yako katika jina la Yesu. Ufurahie faida ya biashara yako katika jina la Yesu. Ufurahie mafanikio yako. Ufurahie mafanikio yako. Ufurahie mafanikio yako. Na uendelee kuendelea katika jina la Yesu. Natangaza mwaka baada ya mwaka uendelee. Mwaka baada ya mwaka ufanye vizuri. Hiyo biashara nakataa haitarudi chini. Hiyo biashara nakataa haitarudi chini. Hiyo maisha nakataa haitarudi chini. Nakataa maisha yako haitarudi chini. Nakataa maisha yako haitarudi chini. Mahali unafika uendelee juu. Mahali unafika uendelee. Nakataa wewe kurudi nyuma. Nakataa wewe kurudishwa nyuma. Nakataa wewe kurudi nyuma. Nakataa wewe kurudishwa nyuma. Huduma yako iendelee ikiendaga. Huduma yako iendelee ikiendaga. Ndoa yako iendelee ikiendaga. Kimasomo uendelee ukiendaga. Mahali umefika, ninatabiri siku ya leo, mahali umefika, hakuna atakayeweza kukurudisha nyuma. Hakuna atakayeweza kukurudisha nyuma. Mahali umefika kipesa, ninatabiri hakuna atakayeweza kufanikiwa kukurudisha nyuma. Mahali umefika kikazi, hakuna atakayeweza kufanikiwa kukurudisha nyuma. Ikatalama, ikatalia masanda, ila masuria, ikitaleme, ikatalia mashanda, rakababa usaya, inaria masaka, inaria makatura masuria, rakabashanda na masaya,
Ikatalabazanda, Ikatalabazanda, Ibaruzianaba, Rakabazanda, Rakabazanda, Ikatalabazanda, wanaopambana na huduma hii, mahali imefika hakuna kurudi nyuma, mahali imefika hakuna mwanadamu yoyote anaweza irudisha nyuma, mahali imefika uchawi haina uwezo, uganga haina uwezo, majini haina uwezo, hakuna mamlaka yoyote iliyo na nguvu, hakuna mamlaka yoyote iliyo na nguvu ya kurudisha huduma hii nyuma. Natangaza mahali imefika, natabiri kuendelea, natangaza kuendelea, natangaza kuendelea, natangaza kuendelea. Ikatalababusha darabazaya, Irababababauzo, Irakamabababuzaya, Ikatalabazanda rabazaya, Ikrabababazanda rabazaya, Irababusha labazanda, Ikatalabazanda rababuya, Ribashanda ribashanda rabazaya. Natangaza wanaofanya bidii, hakuna kurudi nyuma, 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 hakuna atakayefanikiwa kukusema, hakuna atakayefanikiwa kusema sauti ya huduma hii, kusema sauti ya huduma hii. Nakataa, nakataa, nakataa. Hakuna silaha itakayofanyika kinyume itakayofaulu katika jina la Yesu. Kila silaha ya kusema huduma hii inaangusha, inaangusha wanaofanya bidii kupitia kwa maneno au kusema huduma hii katika mtu. Hakuna, haitawezekana, 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 haitawezekana. Natangaza kuendelea kufanya vyema katika mtu, natangaza kuendelea kufanya vyema katika mtu, natangaza kuendelea kufanya vyema katika mtu. Umekuwa mwema maishani mwangu, 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 umekuwa mwema maishani mwangu. Yesu ni mwema maishani mwangu, Yesu ni mwema maishani mwangu, Yesu ni mwema maishani mwangu. Asante Yesu, asante Mungu wa asante Mungu wa asante mfalme wa ajabu. Baba tunakutukuza na Baba tunakupa sifa. Sema amen. Unaweza keti chini.
Tuendelee kusoma mstari wa 5. Mstari wa 5 Biblia inasema Yusufu akaota ndoto. Sasa mambo yanaendelea kumtendekea Yusufu vizuri. Bwana asifiwe. Ninakuombea mambo yaendelee kutendekea mengi. Bwana asifiwe. Ninakuombea mambo mengi yaendelee kutendeka. Amependwa na Baba, amenyeshonewa kanzu, na tena Mungu anaingilia kati, anaongea na yeye. Tena anaota ndoto. Bwana Yesu asifiwe. Natangaza mambo mengi mazuri yaendelee kutendeka kwa maisha yako. Mate yatendeke baada ya nyingine, baada ya nyingine, baada ya nyingine, katika jina la Yesu. Yusufu akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumchukia. Watu wanaofanya vizuri wanachukiwa sana. Watu wanaofanya vizuri wanachukiwa sana. Huduma pia inayofanya vizuri huchukiwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Huduma ambayo hufanya vizuri pia huwa na matatizo mengi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema kwamba wakazidi kumchukia. Badala ipungue ikafanya nini? Ikaongezeka. Kumbuka, wakati wanazidi kumchukia, na pia yeye katika mambo mazuri pia yeye anazidi kuongezeka. Natangaza vile chuki yao inaongezeka, ndivyo mazuri yaongezeke kwako. Natangaza wakichukia biashara yako, ufungue branch hiyo biashara. Wakikuchukia kwa sababu ya hii ingine itendeke kwa jina la Yesu. Wakikuchukia kwa sababu umejenga, ununue gari katika jina la Yesu. Wakikuchukia kwa sababu ya hii ingine itendeke kwa jina la Yesu. Sema amen. Natangaza chuki zao zifunue vitu kwa maisha yako. Natangaza demo wanaendelea kukuchukia, ndivyo mambo isidi tendeka kwa maisha yako. Natangaza ndivyo isidi kutendeka kwa maisha yako. Sema amen. Kama zako mwambie, lakini usiconcentrate na chuki zao. Bwana asifiwe. Usiconcentrate na mambo yao. Concentrate na biashara yako. Endelea kushughulika na kile ambacho unafanya. Sema amen. Wakamchukia na wakazidi kumchukia. Bwana Yesu asifiwe. Akawaambia, tazama, sikilizeni ndoto yangu. Tusome mstari wa 9 kwa sababu ya muda. Ukasema ya kwamba akaota tena ndoto nyingine. Walipomaliza kumchukia, alifanya nini tena? Walipomaliza kumchukia alifanya nini? Natangaza, ukisikia ripoti yao mbaya leo, kesho wote, usiku wote ndoto ingine, kesho ukuwe na kitendo kingine tofauti kwa jina la Yesu. Ndoto yao, wivu yao, ilete mabadiliko ya kila mara kwa maisha yako. Natangaza wivu yao, ilete mabadiliko kwa maisha yao katika jina la Yesu. Maandiko inasema wakazidi kumchukia. Bila wanazidi kumchukia, na yeye akazidi kuota. Kama zako mwambie, endelea kuota katika jina la Yesu. Kama zako mwambie, endelea kuota katika jina la Yesu. Kama zako mwambie, chuki yao haina nguvu ya kukuzuilia kuendelea kuota. Wao kukusemanga haina nguvu ya kukuzuilia kuendelea kuota. Wao kufanya kenye wanafanya haina nguvu ya kukuzuilia kuendelea kuota. Inua mkono juu, sema ninaendelea kuota. 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 Wakinichukia mchana, usiku nitaota ndoto nyingine. Wakinichukia mchana, usiku ninaota ndoto. Wakikuchukia mchana, enda usiku wote ndoto. Wakikudharau mchana, enda usiku wote ndoto. Wakikusemanga mchana, usiku enda ota ndoto. Wakisema ufanikiwe, na wewe endelea kuota. Wakikuchukia, endelea kuota. Ndio kama zako mwambie, endelea kuota. Mwambie, endelea kuota. Endelea kuota. Endelea kuota. Hakuna mahali hata moja Yusufu anawaambia, kwa nini mnanichukia?
Saa zingine vitu zingine hazijalishi. Geukia mwenzako mwambie saa zingine vitu zingine hazijalishi. Geukia mwenzako mwambie jifunze kuignore mambo mengine. Sometimes some things don't matter. Bwana asifiwe. Hallelujah. Saa zingine angalia ni nani anakuchukia. Saa zingine angalia ni nani anakuongea mbaya na uachane na hiyo maneno. Yusufu aliangalia akaona wenye wananichukia huwa hawaoti. Ndio kama zangu mwambie wenye wananichukua kia huwa hawaoti. Ndio kama zangu mwambie enda kagua watu wanakuongea. Enda kagua wao. Bwana asifiwe. Ndio kama zangu mwambie si kila mtu akikuongea unaangalia. Kagua yeye kwanza. Hafanyi kenye unafanya, wachana na huyo. Hafanyi kenye unafanya, wachana na huyo. Anakaa nyumba ya mabati, unakaa nyumba ya mawe, anakuongea ni nini na kusumbua wewe kuconcentrate na mtu aina hiyo? Wewe unafaa ukiwa na mtu anakaa kwa nyumba ya ghorofa. Wewe uko na bodaboda, yeye anatembea mguu anakuongea. Mnapelekana wapi na yeye? Anunue bodaboda kwanza afike lili yako ndio akuongee kuhusu. Ndio kama sasa kumwambia angaliaga anacheza ligi gani kwanza ndio uongee. Mtu anachezea Gor Mahia na wewe unachezea Arsenal. Ni nini mnasumbuana? Ni nini mnasumbuana? Wewe ni player umenunuliwa na Arsenal. Umenunuliwa na nani? Na yeye anachezea Gor Mahia na anakuongea. Ndio kama sasa kumwambia ukipata anachezea Gor Mahia na unachezea Arsenal, hiyo usiongee, nyamaza. Saa zingine angaliaga na upime ni nani ananiongea. Ndio kama sasa kumwambia ni nani ananiongea. Je, number 1 anafanya kenye nafanya? Kenye nimefanya amefanya? Kama hajafanya kenye umefanya, wachana na huyo anasumbuka hapo na shida, ni mgonjwa. Anaongea vibaya kuhusu viatu zako na yeye amevaa slippers. Ako na ugonjwa wa kuvaa slippers. Atafute mtu amevaa slippers amuongee. Waongee hiyo lugha wataelewana. Ndio kama sasa kumwambia mimi nimevaa viatu sijavaa slippers. Kuanzia leo nakataa ku waste time. Yusufu akafanya nini? Akachunguza mambo kadhaa, akapata number 1. Hawa watu hawapendi na baba kama mimi. Ndio kama sasa kumwambia hawa watu hawapendi na baba kama mimi. Mimi napendwa sana, hawa hawapendi sana. Ndio kama sasa kumwambia namba 2 hawajashonewa kanzu hawa. Lakini mimi nimeshonewa. Sema mimi niko nayo. Wao hawana. Sema namba 3. Nimegundua hawa watu ni wa kuchukia watu. Kazi yao ni kuchukia. Hawa watu wanachukia. Nimegundua hawa watu hawaoti mwao. Wakilala usiku wanamka asubuhi hawaoni chochote. Lakini mimi nimegundua nikilala. Hallelujah. Ndio kama sasa kumwambia ukitembea na mwizi na anayechungulia wote ni waizi. Ndio kama sasa kumwambia ukitembea na anayevuta sigara nyote mwavuta sigara. Hallelujah. Wewe unaota wao. Sasa ni nini tunasemezana na nyinyi bana? Sitakaa mkutano chini na watu ambao hawaote na mimi naota. Tunaongea nini? Hii mambo ya kuota hawajui. Mnakaa chini mkutano na watu ambao wanaota kama mimi. Tunaweza tukaongea kuhusu ndoto. Akisema jana niliota na mimi nasema jana niliota. Nakataa kukaa meza moja, watu wa kuota ndoto na watu wa kujugia watu. Mambo mbili haipelekane. Halo. Mnafanya nini meza moja kesi na mtu asiyeota ndoto? Mnafanya nini na yeye kwa meza? Hamtawahi elewana. Tafuta watu wenye wanaota ndoto kama wewe.
kunichukia ni kwa sababu hata na wao hawaoti ndoto. Yusufu akasema sitaongea na hawa watu. Yusufu akasema sitawaambia kwa nini mnanichukia, maana nimeelewa kuna kitu nafanya ambacho wao hawafanyi. Kuanzia leo na kuendelea, wanaokupiga kama hawajafanya kenye unafanya na hawafanyi kenye unafanya, wacha kufanya mikutano na wao. Wacha kwenda nitaenda kumwambia ananiongea nini? Unaenda kuongea nini? Mnaenda ongea nini? Bado hajachieve kenye. Unajua saa zingine jivunie achievement yako. Ndio kama zako mwambie jivunie vitu ambazo umeachieve in life. Hallelujah. Hallelujah. Ndugu yako anaongea vibaya kukuhusu na hajajenga na wewe umejenga. Mnaongeleshana nini na yeye? Mwambie jenga kwanza alafu upate license ya kuongea na mimi. Ndio kama zako mwambie kuanzia leo angalie kama ako na license. Kama hana license mwambie una license ya kuongea na mimi. Ongea peke yako. Yusufu akaangalia ndugu zake akaona hawana license, hawaoti vile mimi naota. Hata sijawahi sikia wakisema kuhusu ndoto. Kwa hivyo hii mama na ndoto hao watu hawajui, siongei na wao maana hawana license. Unasumbuliwa na mtu mwenye kenye umefanya hajafanya. Ni nini anakusumbua? Ni nini anakusumbua? Nasema ni nini anakusumbua? Wacha kusumbuliwa na mtu mwenye hajafanya kenye umefanya. Ni vizuri ufurahie na ujivunie achievement zenye umefanya. Na saa zingine wanaokupiga, angalia kenye wameachieve kwanza kabla ukasiriki. Ndio msamo pia kabla ukasiriki. Kabla ukuwe na shida. Angalia kama wameachieve wote umeachieve. Kama hajaachieve achana wapige kelele za soko. Halo, wachana wapige kelele. Maana ukimwangalia vitu zenye umefanya bwana. Umepeleka watoto mpaka university. Bado yeye bado. Ni nini unaniongelelea? Wachana na mimi bwana. Ligi yenye niko hauyuko. Mimi niliko ligi nyingine bwana. Niko ligi ya Euro. Wewe uko ligi hapa ya Bafana, uko ligi hapa ya Gor Mahia. Unaongeaje kuhusu ligi za juu? Ndio kama zako mwambie cheza na watu wa ligi yako. Cheza na watu wa ligi yako. Jirani anakusumbua, ako na wivu na wewe, ako na chuki na wewe. Ni kwa sababu nyumba yako na yake ifanani. Ni kwa sababu nyumba yake haina TV, nyumba yake haina vitu zenye uko nazo, nyumba yake ndani ni tofauti na yako na kusumbua. Mnaenda kufanya kesi gani na yeye kwa landlord? Mnaenda kufanya kesi gani na yeye kwa caretaker? Kwanza inue level, upgrade afike mahali umefika. Alafu tuelewane kwa lugha moja. Kuna watu wengine wakicheza na wewe waambie go and upgrade your life first, then come and talk to me. Yusufu akaangalia ndugu zake akamwambia, akaona hao watu hawaoti. Mimi ndio ninaota. Hakuna siku nitalalamika na hao watu. Kuna watu they don't matter in your life. Kuna watu maongeo yao don't matter in your life. Yusufu hakuna siku hata moja alienda akaambia baba yake ndugu zangu wananichukia. Kuna mahali umesoma Yusufu alienda akaambia baba ndugu zangu wananiongelesha vibaya? La hasha. Kuna mahali ulisikia Yusufu akilalamika kuhusu hao watu? Leo nimekuja kutangaza kuna watu hata upasi kulalamika juu yao. Nasema kuna watu hata upasi kulalamika juu yao. Hata usikia amekuita sijui mbwa, amekuita sijui nini, anakuongea, anazunguka na jina yako down. Kuna watu hata wakizunguka na jina yako down, haupasi kusumbuka na hawa watu. Unanyamaza kana kwamba hakuna kitu inaendelea. Because mzunguko yao don't matter. Kwa sababu kukuharibia jina kwao haijalishi. Hakuna mahali Yusufu aliita baba yake akamwambia baba, hawa ndugu zangu wananichukia na wanaendelea kunichukia. Yusufu hakufanya hiyo kitu. Mungu akusaidie kuelewa watu wa kuongea na wao, na kuna vitu vingine ukisikia tu nyamaza
kana kwamba hakuna kitu inaendelea. Na hata ukipatana na wao usiwaulize, unajua lazima nitamuuliza, lazima nitauliza. Mimi sitaki ujinga, lazima si kila kitu lazima uulize. Utaenda uliza watu wengine hawako busy kama wewe. Ndio utawakeep busy kwa maongeo, sasa ndio waanze kukutukana maana sasa wamepata business. Usikue business yao kwa jina la Yesu. Kuna watu ukisikia hata wakiongea unanyamaza. Unasema nitakusikiliza na nitakufuata siku ile utakugrade ufike level yao. Lakini sasa najua unasumbuliwa na mahali umefika. Haya. Bwana asifiwe. Ndio kama sasa kumwambia wachana na huyo jirani. Ndio kama kumwambia wachana na huyo jirani. Wachana na yeye. Wachana na yeye. Kuna mtu amekusumbua sana. Wachana na yeye. Si lazima udili nayo. Unajua sasa nyamaza. Concentrate na vitu yako. Ndio kama sasa kumwambia endelea kuota. Maandiko inasema wakazidi kufanya nini? Kumchukia. Wakizidi kumchukia Yusufu na Yusufu anazidi kuota ndoto. Kumaanisha ya kwamba chuki ya ndugu za Yusufu haikukuwa na uwezo ya kumsaidia Yusufu kuendelea kuota. Narudia vizuri ili uweze kupata hii. Chuki ya ndugu za Yusufu na kumwongelesha Yusufu vibaya haikukuwa na uwezo ya kumzuilia Yusufu kuendelea kuota. Ndio kama mwenzako mwambie kama maongeo yao haiwezi simamisha biashara yako, achana na wao. Kama maongeo yao haiwezi kukuzuilia kuendelea kuishi, wachana na wao. Wachana. Kama bidii yao wanayofanya haiwezi kukuzuilia kuendelesha maendeleo yako, wachana na wao. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu hakushughulika na wao, maana jamaa wananichukia, mimi naona bado naendelea kuota. Na kama bado naendelea kuota na wananichukia, tena hao watu mimi sina shughuli na wao. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana Yesu. Asifiwe Bwana Yesu. Ikiwa kwa ndugu sema naendelea kuota. Hadi unasikia wamekuongea mpaka hiyo siku asubuhi unasema hata nashindwa kwenda kazi kwa sababu ya maongeo yao. Unashindwa kwenda kazi, wewe acha mchezo bwana. Naogopa kwenda kazi, acha mchezo. Enda hiyo kazi vizuri sasa. Kwanza siku hiyo ndio uende vizuri tena sana. Bwana Yesu asifiwe. Usijua amefanya nini wafanye nashindwa kutoka. Unashindwa kutoka ya nini bwana? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ujui kile kinawasumbua ni maendeleo yako na progress yako. Hii ndio vitu inasumbua watu. Maandiko nasema ya kwamba mstari wa 9 kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 37 verse number 9. Akaota tena, Yusufu akafanya nini? Wakiendelea kumchukia naye anaendelea kuota tena. Ndio kama za kumwambia ota tena. Ndio kama za kumwambia ota tena. Jenga tena, nunua tena, fanya tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunaruka tunaenda mpaka mstari wa 18. Wakamuona Yusufu toka mbali. Wakaona Yusufu toka mbali. Sasa wamemchukia, wameona chuki yao haifanyi nini? Haifanyi kazi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata mimi nakaa chini najiulizanga, nashindawa kwa nini ananichukia? Wachaka kukaa chini kujiulizana kwa nini anakuchukia. Wachana afanye hiyo biashara ya kukuchukia. Unajua basta, mimi hata sijawahi fanyia chochote. Unajua easily you are wasting time. Wachana na hiyo kitu. Nilikwambia kuna mshirika mwingine nilikuwa naye hapa, alikuwa na ujinga naye nilimtoa ujinga. Wakati wa DVD, tunajua DVD? Tunajua DVD ni nini? CD player. Wakati zilikuja. Sasa unajua watu walikuwa wanakimbia kununua kale ka 4500. Sasa kwa plot watu walikuwa wananunua na wananunua na ufa.
Sasa kwa hiyo ploti ndugu yangu kijana yangu akafanikiwa kununua ka DVD na akafanikiwa kununua kaufa. Sasa akaanza kuweka mamesiki, kaka sauti kakawa kanainuka juu. Neiba akaanza kusikia vibaya kwa sababu yeye ana DVD na ana ufa. Unajua kijana alikuja kuniambia nini? Ujinga. Alikuja kuniambia nini? Ujinga. Nimechukua hiyo DVD na ufa nimepeleka village. Sasa pastor ninanunua, mtu anasikia vibaya nimenunua DVD. Mtu anasikia vibaya nimenunua ufa. Niliona kwa sababu anaishi vibaya kwanza, nikaona mimi sitaki tusumbuane, nikaichukua nikaipeleka nyumbani. Hivi ndio unafanya? Hivi ndio unafanya? Hakikuona umevaa nguo mzuri akizi vibaya, hiyo nguo utawaivaa tena. Maana utaki kumkwaza. Na kuambia ndio utanunua kama hizo zenye zinakusumbua, ndio utazinunua nyingi zikusumbue. Katika jina la Yesu Kristo. Unanunua gari anaishi vibaya, unasema hii gari sitaiendesha tena. Takia Mungu nipatie gari nyingine. Hao watu wana mchezo hii dunia. Hao watu wako na mchezo dunia. Baba nipatie gari nyingine katika jina la Yesu. Ukiama kwa nyumba ya mawe wasumbue, mwambie Mungu nipeleke kwa ya ghorofa. Nipeleke kwa ya ghorofa. Nakataa kushuka chini katika jina la Yesu. Nakataa kushuka chini katika jina la Yesu. Sema haleluya. Yusufu akaota tena. Tena wanaendelea kumchukia, ndiye anaota tena. Leo nimetakasa kwa jina la Yesu. Chuki yao ikumotive kuendelea kufanya bidii. Chuki yao iendelee kukumotive. Hilo mkono yosema chuki yenu ni motivation yangu. Sema kuanzia leo nimejua chuki ni motivation. Itani motivate niongeze bidii. Itani motivate ya kwamba ninafanya vizuri. Itani motivate niendelee kuhimaya. Itani motivate. Haleluya. Wale ambao wanasumbuliwa na watoto wenu kwa sababu wanaperform vizuri, ninaomba school fees ya private school upate waende private. Yusufu akaota ndoto na wao, akaota na ndugu zake, wakasikia vibaya, wakamwambia kwani wewe ukatuongoza, kwani wewe utafanya nini? Wakamwongelesha vibaya, akaenda usiku, akaota sasa akaongeza baba ndani. Akasema ndugu ya kwanza baba hakukuwa na mama hakukuwa. Yaani mnanichukia kwa sababu nimeota na nyinyi. Ngojea usiku. Ngojea niende nilale. Kuna watu hawako kwa hii ndoto nitaongezea. Mnanichukia kwa sababu ninaota na nyinyi ndugu zangu. Mnanichukia kwa sababu nimeota na nyinyi. Mungu ni nani? Ndio kama zako mwambie Mungu ni nani? Ndio kama zako mwambie Mungu ni nani? Kama zako mwambie Mungu ni nani? Kama zako mwambie Mungu ni nani? Na tena mwambie usicheze na Mungu wewe. Yaani nimeota na nyinyi peke yake. Nyinyi peke yake inawasumbua. Yusufu akaenda akalala. Mungu akasema, Yusufu, hao watu watajua ninakupenda. Yusufu Mungu akaangalia akaona hii ndoto ni hii ndoto ilikuwa ya ndugu zake peke yake. Sasa wacha ni transfer, niweke stars na niweke sun and moon. Sasa nimeweka sun ni baba, moon ni mama, stars ni watoto. So baba hakukuwa ndani na mama hakuwa ndani. Yusufu akaenda lala, Mungu akamwambia sasa naongeza baba na mama. Wamesumbuliwa na nyinyi peke yake, sasa naongeza baba na mama. Na takapo kisikia umeachieve something ikawasumbua, enda ulale tena. Ndio kama za kumwambia enda lala tena. Ndio kama za kumwambia enda lala tena. Enda lala tena. Enda lala tena. Enda lala. Hapana enda fuatilia, enda lala. Umefanya kitu inawasumbua, enda lala tena. Enda lala tena. Maana katika usingizi ndio vitu vinachipuka. Ndio maana inachipuka. Enda ota tena katika jina la Yesu. Nasema enda ota tena. Wakalalamika na Yusufu. Wakasema wewe Yusufu, wewe Yusufu, wewe Yusufu. Yusufu Yusufu asubuhi, Yusufu saa sita, Yusufu
jioni. Yusufu saa ngapi? Yusufu saa ngapi? Yusufu akaenda kulala. Sasa zile wao wakilala wanasumbuka na vile Yusufu anaendelea kukua, inawatatiza. Unajua ukiwa na stress hata kulala ni ngumu, na kama kulala ni ngumu hautaendelea kuota. Wao wana stress, yani hata katoto kadogo katatutawala, yani hata katoto kadogo katatuongoza, yani hata katoto kadogo katatufanyia nini. Sasa zile wale wamelala, akina Juda akina nani wanalala, wanasumbuka na hiyo hawalali. Styles ni nyingi za kulala, wanajipendua hivi hawapati usingizi, wanajipendua hivi hawapati usingizi, wanarusha mkuchu usingizi ya kuje, wanainua mikono juu ya kuje, wanalala wamekaa kupiga magoti ya kuje usingizi, wanalala wakiwa wamejaribu ngaa chele usingizi ya kuje, wanajifunua usingizi ya kuje, wanajifunika usingizi ya kuje. Sasa Yusufu hapo kando wanangorota. Yusufu anaendelea kulala, maana hakuna kitu inamsumbua. Yusufu ashughuliki na vitu ya watu. Yusufu amelala, saa zile wanasumbuka. Leo nimekuja kutangaza, wachana kuconcentrate na vitu za watu, wachana kusumbuliwa na vitu za watu. Ukisumbuliwa na vitu za watu utasumbuka. Ukisumbuliwa na vitu vya watu na kuambia utasumbuka kimawazo. Narudia tena, angalia wale watu wote ambao wana concentrate na maisha yako vile inaenda. Hawa watu wanasumbuka bwana. Hawa watu wanasumbuka bwana. Mtu yoyote anafuatilia maisha yako, maana ako na shida na vile mambo inafanyika kwa maisha yako, na kuambia hawa watu hawalali. Hawa watu hawalali kwa sababu wanasumbuka kimawazo. Ninawaomba nyote katika jina la Yesu, wachaneni na maisha ya watu. Wachaneni, wakinunua gari wachaneni na wao. Ni bidii yao, ni pesa yao, ni mambo yao. Wachaneni na watu. Akibadilisha nguo ni yake. Pambana na maisha yako. Angalia maisha yako. Wacha kuangalia maisha wenyewe. Angalia ndoto zako. Angalia maono yako. Ndoto za Yusufu hawakuangalia yao, waliangalia ya Yusufu. Hawakuwa na maono, wakaona ya Yusufu. Wacha kuona ya wenyewe, ona yako. Ndio kama zako mwambie kuwa biashara yako. Ndio kama zako mwambie kuwa biashara yako. Mwambie kuwa biashara yako. Wachana na biashara za watu. Unasumbukana na huyo mama alihamia wapi? Kwani ni wewe unalipia nyumba? Wachana na yeye. Unajua nashinda vile analipia watoto wa academy. Shida yako iko wapi? Unajua vitu vingine inashangaaga. Unajua nashindwa vile ni single mother analeaje hao watoto. Nini nakusumbua? Kama unataka kuwa single mother si ukue hata wewe. Kwani iko nini? Mtu hawezi kuwa single mother na watoto wao wanavaa vile wanavaa wanakula hivi. Si uvae hiyo viatu, si ukue hivi alafu tuone vile yako inakuaga. Ndio kama zako mwambie achana na biashara za watu na maisha ya watu. Wachana na watu wewe. Amen. Kazi unaangalia unasumbuliwa na biashara wenyewe. Si uko na biashara yako. Angalia biashara yako. Mimi naona sasa anatumia madawa. Si wewe ndio uchukue madawa utumie. Kuna mtu amekukataza. Ndio kama sasa kuna mtu amekukataza kutumia madawa. Na unatuambia ya nini? Kama unaona anatumia madawa anafanya vizuri, inaonekana inakuvutia. Si wewe uchukue madawa hata wewe utumie basi. Wewe shughulika na biashara yako. Kwa sababu kumwambia shughulika na vitu vyako. Kila siku tunasikia huyu ya chapati anapika chapati. Kwani anatoaga pesa wapi? Ndio kama zangu mwambie wachana na watu. Ndio kama zangu mwambie wachana na watu.
Mwambie kuna kitu Mungu amekupea ufanye, si ufanye hivi. Si ufuate lako. Geuka mwenzako mwambie si ufuate lako. Wachana na za wenyewe. Geuka mwenzako mwambie wachana na vya wenyewe. Ndio tunakuombea maombi zote hapa ngoa zifanye kitu. Tunakuombea maombi zote hapa ngoa zifanye kitu kwa sababu ukienda kwa biashara unasumbuliwa sana na biashara za wenyewe. Kuanzia leo achilia vitu vya wenyewe. Chukua vitu vyako. Hajua mpaka sasa hizi sijajua vile analipaka hiyo nyumba. Kwani kila mtu akihamia kwa hiyo nyumba lazima wewe ujue vile watu wanalipa manyumba? Kwani wewe ndio prefect? Mungu alikuweka kuwa prefect ya watu. Ndio tukuje tuanze kukuexplainia vile wanalipa nyumba. Watu wakitoa pledges hapa inakusumbua. Hiyo pesa yote atalipa. Wewe umeweka ngapi? Wewe umeweka pledges ya ngapi ndio usumbuliwe na pledges ya wengine? Unajua hapa kila mtu akiconcentrate na pledges yake hakuna shida. Nasema hapa kila mtu akiconcentrate na pledge yake hakuna shida. Shida ni kwamba ile 1,000 yako umeachana nayo. Umeenda kuangalia mwenye ameandikisha 10,000. Unaanza kumwangalia Jomba Chende, unaangalia kazi yake. Na hii kazi yake atalipa 10,000. Tulipe 1,000 yako. Tulipe 1,000 yako. Na unaconcentrate na 10,000 na amemaliza lipa. Wewe bado unajikokota na 1,000. Kazi tu ni nashindwa vile atalipa. Unajiuliza vile atalipa na wewe nilidude tufu duniani. Lidude liko limeshindwa kulipa 1,000 na linasumbuliwa na 10,000 ya wenyewe. Ukijirani mwambie fuata lako wewe. Mwambie fuata lako. Tell your neighbor mind your business. Mind your business. Unaangalia mtu vile anavalisha watoto yako inaanza kukusumbua. Na siku hizi kwani anatoa pesa wapi? Watu wanatoa pesa wapi? Wewe hizo zenye uko nazo unazitoa wapi? Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Shetani ashindwe. Wachana na watu, angalia vitu yako. Hii ndio inaleta wivu kanisani. Hii ndio inaleta chuki kanisani. Hii ndio inaleta shida kanisani. Kwa sababu watu wamekataa kushughulikia mambo yao. Wanajishughulisha na vitu za wengine. Ndio kama zako mwambie tena. Wewe. Mwambie wewe. Shughulika na vitu yako. Na mtu yoyote amejawa na watu na maneno ya watu, huyo mtu ni busybody, huyo mtu ni useless. Enda uchunguze maisha yake juu, enda uchunguze maisha yake, utapata huyo mtu anafanya bure duniani. I'm telling you the truth. Mtu mwenye akifika kwako ni maneno ya watu, ni watu. Enda mtafute. Kwanza vitu zinaongea kuhusu watu, mtafute kwa hizo, hakuna, hayuko, hata ana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukamza kumwambia na kuomba tafadhali. Shughulika na mambo yako. Wachana na vitu wenyewe. Unajua hii mambo iko inatendeka, unajua inatendeka. Shughulika na vitu yako, wachana na wenyewe. Inatupea kazi ngumu hata kwa WhatsApp hatuwezi weka jina ya mtu na pesa inaweka. Unafikiria ni kwa nini? Kwa sababu tuko na watu wakiingia pale hakimbii kuangalia page yake. Anaendelea kuangalia ni nani ametoa ngapi, ni nani. Shindwe kwa jina la Yesu. Akili yako imejaa tu unaona mama nani ametoa. Kuna watu hapa hata wajua nani wametoa pesa ngapi. Maana kila wakienda kwa WhatsApp wanasemaga nifanye bidii nitoe jina langu hapa. Wanajuaga ni ngapi wametoa. Maana they don't mind the business za watu. Wao kazi yao ni kuwa accountable na pledges zao. Kuna mtu tu hata jana aliscroll tu.
Kuna mtu hata jana aliscroll. Bado tu aliscroll kuangalia. Sasa hivi ile akijaweka ni mtu ametoa pesa ngapi, anaanza kupiga hesabu. Lazima huyu ametoa hii. Hivi vile zimefuatana, lazima hivi. Badala aone mimi niko kwa group ya watu hao tumefuatana, hawa ni 500. Nataka nitoke hapa hata niende huko juu. Yeye hapo kuangalia kumbe mama nani anakuwa na pesa. Kumbe mama nani. Na kwani unafanya kazi gani? Yameandikisha hiyo pesa nyingi hivi. Wanatupatia kazi ngumu kanisani hao watu. Bwana asifiwe. Kwa kama zako mwambie shughulika na biashara yako. Simama tu kwa miguu yako. Mwambie mwenzako shughulika na vitu vyako. Tutaendelea Jumapili ijayo. Shughulika na vitu vyako, achana vitu vya wenyewe. Ndio unaanza campaign mbaya. Ndio unaanza nini? Unaanza campaign mbaya juu ya mtu kwa sababu sasa umeanza kuangalia zile nyanja anatembea nazo, wewe hautembei nazo. Baada ya hao ndugu za Yusufu kushughulika na mambo ya Yusufu, ni nini walianza kufanya? Walianza kupanga vile watafanya nini? Watamzima. Bwana asifiwe. Walianza kupanga vile watamzima. Ndio unapata unaanza kampeni za uchinga za kupiga mtu hapa. Naanza kampeni za uchinga. Mpaka wengine hata wanakosa adabu. Unangojea baada ya service kuisha na hijack mtu nje anamwambia umeenda pledge ya 10,000 na 2,000 yangu bado hujanilipia. Wewe umelaaniwa wewe. Ukaweza kumwambia toa macho yako kwa watu. Ukaweza kumwambia toa macho yako kwa watu. Rudisha macho yako kwako. Angalia nyumba yako. Angalia mume wako. Angalia mke wako. Angalia watoto yako. Chochote kinaitanishwa na wewe. Weka macho yako kwa vitu yako. Weka macho yako kwa vitu yako. Toa macho yako kwa vitu ya wenyewe. Weka mkono juu tumalize, sema kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu, siku ya leo nimegundua ya kwamba mawazo yangu na macho yangu na fikra yangu imejawa kwa vitu ya wenyewe. Ndio maana nakuwa na wivu, ndio maana nakuwa na uchungu, ndio maana nahisi vibaya, ndio maana nafuatilia vitu ya watu. Ni kwa sababu nimeconcentrate sana na vitu ya wenyewe na nimewacha kujiangalia, na ndio maana sina maendeleo na hakuna kitu nafanya. Kuanzia leo Baba ninabadilika. Sema kuanzia leo Baba nabadilika kwa jina la Yesu, na ninatangaza natoa macho yangu kwa nyumba za wenyewe, natoa macho yangu kwa maisha wenyewe, natoa macho yangu kwa biashara ya wenyewe, narudisha macho yangu kwa biashara yangu, kwa kazi yangu, kwa ndoa yangu, kwa mume wangu, kwa mke wangu, kwa watoto wangu, kwa pesa zangu, kwa vitu vyangu. Kuanzia leo naangalia mambo yangu, ninashughulika na vitu vyangu kwa jina la Yesu. Patia Yesu makofi, sema amen. Sasa nisikilize. Marafiki ambaye anaongea nyingi kuhusu watu, weka alama. Weka nini? Simi nakuambia ukweli. Simi nakuambia ukweli. Sikudanganyi, nakuambia nisikilize. Nikikuongelesha mimi, nisikilize. Mtu ambaye percentage kubwa ya maongea akija kwako inajaga vitu ya watu na watu, huyo sio rafiki. Toa hela. Toa hela. Kwa sababu akitoka kwako anakuaga anaongezea hata wewe. Akienda kwa mwingine hata wewe unakuaga tu. So kama alikuongelesha kuhusu watu 5, akitoka hapo ujue wewe ni wasita. Kuwa na marafiki ambao wanaongea sana kenye wako nayo, kenye wanataka kufanya, kenye wamefanya, kenye wanaona. Tembea na marafiki wenye wanaongea mahali wanaenda. Hapana tembea na marafiki wenye wanaongea kuhusu fulani. Na unajua mama nani? Na unajua fulani. Unajua nini? Wachana nao.
Nasikia nani biashara yake imeanguka. Nasikia nini. Na akimaliza hiyo yote hakuna hata kitu moja anakuambia kuhusu yake. Unajua wao ni watu wale useless ambao bado wako duniani ndio hao. Weka nini? Alama ya kubomoa nyumba zote ziko karibu na barabara ikijengwa zinafanywa nini? So ujue ile rafiki moja hii itabomoa. Umekuweka alama. Katapile inakuja kubomoa wewe. Kuwa na watu wenye wanajiongea sana, wanaongea kenye wanafanya, wanaongea kenye wanataka kufanya, na ikizidi wanakuambia kenye wameachieve. Ujue hao watu ni wa maana. Amen. Ni sawa hapo. Na pengine tunasema hao watu labda wewe ndio mmoja wao. Yes. Kwa sababu pia ni vizuri ili tusiwe tu tunasema hao watu kukujia na labda hata wewe ndio nini? Pengine hata wewe ndio mmoja wao. Wewe ndio unaendaka kwa watu kuongea kuhusu watu. Kama ni wewe wacha. Kwa kama zako mwambie kama ni mimi nimewacha. Kwa kama zako mwambie kama ni mimi nimeacha kwanza. Mwambie hii kumbe ninatuma siendelee. Wacha. Nataka tusongee vitu vya mbele tunapokaribisha waimbaji wanapotuongoza katika kipindi hicho katika jina la Yesu.